إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من عذاب النار. Ndugu zangu Waislamu, mbele yetu tunakabiliwa na masiku matukufu, masiku ambayo ni khairul ayyam allati tamurru fi hayati almuslim, ni masiku bora katika masiku ambayo yanapita katika maisha ya Muislamu, kiasi cha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha ubora wake kwa kuweka usiku mmoja tu ndani ya masiku hayo wenye thamani ya umri wa mwanadamu unaokisiwa kufikia miaka 83. Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Usiku mmoja wa Lailatul Qadri ikisadifu, Muislamu akasimama imanan wa ihtisaban, kwa imani thabiti juu ya utekelezaji wa amri ya Allah katika kuhuisha usiku ule na kutaraji malipo yaliyoahidiwa na Allah kupatikana kwenye usiku ule, malipo yake ni sawa na miezi 1000, na miezi 1000 ni makisio ya miaka 83. Masiku haya yanapita katika maisha yako kila mwaka kwa kadiri utakavyokuwa hai. Inawezekana toka ubaleghe wewe zishapita kwako Ramadhani 7, 8, 9, 10 mpaka 15. Ndani ya kila Ramadhani inapita ofa hii ya ubora wa ibada za miaka 83, na inawezekana umri wako wote mpaka utakufa usigonge kwenye miaka 83. Unakataa vipi kuambiwa kwamba haya ni masiku bora miongoni mwa masiku yanayopita katika maisha yako? Masiku haya ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka kwako na ameyaweka kwangu kwa lengo moja lililotukuka sana, ni lengo la kubadilisha ulimwengu kutoka kwenye maisha ya kihayawani kuja katika maisha ya kiinsani, kutoka katika maisha yasiyoeleweka kuja kwenye maisha yanayofuata barabara ya Muumba subhanahu wa ta'ala. Maisha haya kwa ufupi yanaitwa maisha ya uchamungu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu anasema mumefaradhishiwa ibada hii ya funga ndani ya mwezi huu wa Ramadhani ili mupate kuwa wacha Mungu kama walivyotakiwa kuwa wacha Mungu waliopita kabla yenu, na walifaradhishiwa vivyo hivyo. Hii ibada ni kana kwamba university maalumu, ndani yake mule kukutana na college maalumu, uingie wewe usome kwa ayama maadudat,
siku chache zenye kuhesabika utoke pale umegraduate, wewe unasifika minal muttaqin, ni katika wacha Mungu. Inatakiwa ionekane dunia kila ikimalizika Ramadhani inabadilika kwa asilimia fulani, kutoka kwenye hali duni za maisha mabovu kusonga mbele kwenye maisha mazuri. Ala al-aqal, kama si dunia kubadilika, basi wale Waislamu wenyewe na majumba yao yaonekane kubadilika, kwa sababu wao ndio wanaofunga. Kama funga zao hazina athari ya kuweza kumbadilisha asiyekuwa Muislamu kuvutika na Uislamu, basi kwa uchache iwe zile nyumba za Waislamu wenyewe zinatoka kutoka katika step moja kwenda katika step nyingine, kwa sababu hii nyumba baba anafunga, mama anafunga, na kuna watoto wanafunga ndani yake. Haitarajiwi kabisa kabisa iwe kuingia kwa Ramadhani na kutoka kwake ni sawa sawa tu, haikubadilisha chochote. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mwenyezi Mungu anasema kule kufunga, kule kuingia katika Ramadhani mkajilazimisha mkawa ni wafungaji kisawa sawa, ni bora kwenu nyinyi jambo hilo, lau kama nyinyi mnajua thamani ya jambo hilo. Sasa Ramadhani inakuja na inaondoka, mimi mzungumzaji na wewe msikilizaji hatufikii katika ile shabaha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka tufikie. Question mark. Kwa nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam amefika kusifu ile cream, shabaha, lengo la mimi na wewe kuingizwa katika mwezi wa Ramadhani, ambao ni uchamungu. Uchamungu maana yake, ndugu yangu, si jambo la kuenda huku na kule, la, ni fi'lu awamiri llahi wa tarku nawahihi ala alwajhi almatlubi shar'a, ni kutekeleza amri za Allah na kuacha makatazo ya Allah kwa sampuli inayotakiwa kisheria. Kwa maana utekelezaji wako isiwe kwa sababu unapenda kufanya hivi ndo ukafanya lile ambalo halipendwi katika nafsi yako, ukaona hili wacha watafanya wale. La, kwa sababu ni amri ya Allah, umeipenda kwa sampuli hiyo, hukuipenda kwa sampuli hiyo, ni wajibu kuitekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa sababu ni katazo la Allah, unalipenda, lina uzito, halina uzito, ni wajibu kuliacha katazo la Allah. Kufikia kwako hapo ndio umefika katika level ya uchamungu, ewe ndugu yangu Muislamu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yakul at-taqwa hahuna, uchamungu uko hapa, unaanzia hapa. Athari inaanzia kwenye moyo wa mfungaji. Kwa nini mioyo ya wafungaji wetu hayafikii katika kile kiwango? Na ndiyo maana Ramadhani itaingia na itatoka, halafu maisha ya Waislamu yanabakia katika level ile ile. Al-amru al-awwal ya ibadallah al-istihana bidhunub. Jambo la kwanza wanataja wanawavioni waheshimiwa ni kudharau madhambi. Umma unapofikia katika level ya kudharau madhambi, madhambi makubwa yakaonekana sawa sawa na madogo, na madogo ndo kabisa yakaonekana si chochote si lolote, moyo wa Muislamu ukifikia katika level hii ya kudharau madhambi na hatimaye kuona kwamba hili hata kama sijatubia, inna Allaha ghafurur rahim, kwa hili Mwenyezi Mungu anaweza kansamehe kwa wepesi sana. Hili tu, kuna watu wanafanya huko, kuna watu wanakula nguruwe huko na nguruwe kaharamishwa, mimi sijafika kula nguruwe, nimefanya hili tu. Akadharau Muislamu dhambi anayoifanya, iwe ni dhambi kubwa au ni dhambi ndogo, ni miongoni mwa sababu za kuathiri moyo. Moyo unatoboka, moyo unabovuka, unakuwa haiwi ni chombo ambacho ni saleh kupokea bidhaa ghali ya uchamungu. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema, innal abda idha adhnaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Mja yoyote anapotenda dhambi
huwekwa nukta nyeusi katika moyo wake mja yule. Dhambi yoyote itakayokuwa, iwe ni dhambi muktasab bisababi al-aini au bisababi lisani au bisababi kadha wa kadha, dhambi iliyochumwa kwa sababu ya jicho, kwa sababu ya ulimi, kwa sababu ya hivi na vile, dhambi yoyote itakayokuwa, mwanadamu akitenda dhambi inawekwa nukta nyeusi katika moyo wake. Akitenda dhambi nyingine inawekwa nukta nyeusi katika moyo wake, hata ta'alu, mpaka hili tabaka jeusi linakwenda kuuzunguka ule moyo wote wa mwanadamu yule. Moyo mzima umekuwa covered na lile tabaka jeusi. Jema lolote sasa linalokuja, linaloletwa kwa Muislamu huyu, haliingii katika moyo ule, anakuwa miongoni mwa watu ambao thumma qasat qulubuhum min ba'di dhalika fahiya kalhijarati au ashaddu qaswa. Moyo unakuwa mgumu kwa mfano wa jiwe, au jiwe linakuwa ni laini. Moyo wa mwanadamu umefikia katika level iliyokuwa mbaya sana, hausikii lolote na haunufaiki kwa chochote, kwa sababu ya kudharau madhambi. Leo kafanya, kesho kafanya, anaidharau dhambi ile, lakini dhambi ile ile inakwenda kusababisha nukta baada ya nukta mpaka moyo unakuwa unazungukwa. Thumma tala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume akasoma kauli ya Allah inayosema kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Fahamuni, yamekwenda kuzunguka mioyo yao yale matendo waliyokuwa wakiyatenda. Kwa maana kila tendo analolitenda mwanadamu likiwa ni ovu, linakwenda kuzunguka moyo wa mwanadamu. Wadhalika huwa arranu, na hiyo kitu hiyo ndiyo inaitwa arran. Idhan al-amru al-awwal ya Abdullah, la tastahin bidhanbin qumta alayhi au taqumu alayhi al-yawm. Usidharau dhambi ambayo uliwahi kuifanya au unaifanya leo. Iletee tauba haraka kabla hujapambazukiwa na kesho. Hii dhambi inaweza ikawa ni sababu Ramadhani nyingi zinapita kwako, moyo wako haukubali kubadilika kwa sababu ya madhambi ambayo unayatenda. Moyo umekusha kuzungukwa na tabaka jeusi. Inawezekana ikawa baadhi ya watu si wenye kukithirisha madhambi, pamoja na kwamba madhambi hasalimiki nayo mtu, lakini ndugu zangu wa Kiislamu, iko sababu nyingine. Wanasema wanavyuoni, al-ghaflatu anil akhirah, kughafilika na jambo la akhira, kuyaweka mauti nyuma ya mgongo. Ikawa mtu katika harakati zake zote kwenye maisha yake yote hana kabisa hesabu za kwamba mie ni mfu. Kama si sasa hivi, baada ya kidogo watu watapigiwa simu wapewe taarifa, yule ndugu yetu aliyekuwa akitoa khutba katika msikiti pale, yule mnamjua, yule mnamkumbuka yule? Tunamkumbuka yule, tutamswalia kwenye swala ya alasiri, hata si kesho. Ametutolea khutba na khutba tukaielewa vizuri, akiwa haumwi, anazungumza kwa afya tele na uzima uliotimia. Kwenye saa 8 saa 9 hapo watu wakapigiwa simu, bwana njooni tumswalie ndugu yetu yule, tunakwenda kumzika baada ya sala ya alasiri. Hakadha almaut. Wala usiulize aliumwa na, hakuna kuumwa na nini kwenye kifo. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin aasha hinan min ad-dahri, kama qala al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Wangapi katika wazima hawaumwi, wamekufa pasi na sababu yoyote, pasi na ugonjwa wowote. Na ni wangapi katika wagonjwa waliokuwa wakitazamiwa tarehe, wakihesabiwa masaa, familia ishakaa, jamani kwa ndo anakwenda huyu mzee, tunaanzia wapi? Aasha hina min ad-dahri, tahamaki kapoa. Waliofunga safari kwenda kumwangalia India mgonjwa wao, yamerudishwa majeneza yao na mzee wao akashuhudia mazishi yao. Hakadha almaut. Anapoweka nyuma mwanadamu jambo la kifo, akaona mimi bado nipo,
Hii ni miongoni mwa sababu zenye kumfanya akaona Ramadhani hii kama sijatoboa, si Ramadhani nyingine inakuja nitatoboa. Mjomba, Ramadhani ndo inakwenda zake hii, na Mtume anasema amekula hasara yule ambaye itaondoka Ramadhani na hakusamehewa madhambi yake. Huyu ambaye anajiona Ramadhani ijayo nipo, siumwi, hii ni miongoni mwa sababu hawezi kuitumia vizuri Ramadhani alionayo hivi sasa. Mwenyezi Mungu anasema tabaraka wa taala, faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Yoyote yule ambaye atakayetenda tendo liwe na udogo kiasi gani, hata liwe na udogo wa punje ya khardal au punje ambayo haiwezi kuonekana kwa jicho la binadamu la kawaida, labda kitumike kifaa kama microscope, watu wavute leo, kile tunakiona kwa mbali. Baada ya kuvutwa kwa nguvu kwenye kifaa kama hicho, hata punje iwe kama hiyo, ewe ndugu yangu Muislamu, lau kama itakuwa ni ya kheri, Allah subhanahu wa ta'ala anasema utaiona, na lau kama itakuwa ni ya shari, Allah subhanahu wa ta'ala anasema utaiona. Mtu yoyote ambaye mizani ya maisha yake, mizani ya matendo yake ni aya mbili hizi, hawezi kudharau khairi inayokuja katika maisha yake, khairi ya mfano wa Ramadhani ambayo thamani yake kuna usiku utapita uwe ni khairun min alfi shahr. Hawezi kudharau, isipokuwa ni mtu yule ambaye mwenye kupuuza kitu kama hiki. Wanadha'u almawazin alqista liyawm alqiyamah, Allah anasema tutaweka mizani za uadilifu siku ya kiyama. Fala tudhlamu nafsun shay'a, haitodhulumiwa nafsi yoyote kudhulumiwa chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardalin, hata kama itakuwa punje yenye uzito wa khardal, yani punje yenye udogo wa mwisho katika maisha mnayojua, ataina biha, tutaileta kwenye mizani ya Allah yauma alqiyama, wa kafa bina hasibin, na tunatosha sisi kuwa ni mabingwa wa kuhesabu moja baada ya moja katika yale ambayo yanapita katika maisha ya mwanadamu. Mwenye kuyaweka haya ya kuhesabiwa moja baada ya moja siku ya kiyama hawezi kudharau masiku matukufu kama haya yanayokuja, na bila shaka taban yanaweza akawa ni sababu ya kumbadilishia maisha yake, kumletea uchamungu katika moyo wake. Anayeghafilika na hayo, huenda ikawa ni sababu Ramadhani ikaingia na ikatoka, naye asifaidike na chochote. Inawezekana ikawa wengine hawakumbwi na hilo, lakini wakakumbwa na jingine la suu suhbati, kampani mbaya, urafiki mbaya, urafiki muovu. Ikawa watu anaokaa nao si watu wa kumhimiza yeye. Mjomba, mpaka sasa hivi umesoma Qur'ani kwa kiasi gani? Ndo Ramadhani. Mpaka sasa hivi kuna aya ngapi toka iingie Ramadhani umezielewa maana yake, ambazo kabla ya Ramadhani ulikuwa hujui maana yake, zikakuathiri? Pengine wewe una tabia ya uzembe wa kuhudhuria kwenye swala kwa jamaa, unapuuza swala. Angalau ukapita darasani ukasikia kuna aya inazungumza mathalan, alhaakumut takathuru hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamun. Aya zinakugonga, mjomba, wewe umeshughulika tu kutafuta wingi wa mali, kifo kinakuja. Kalla, sivyo hivyo unavyoishi wewe. Sawfa ta'lamun, mtakuja jua baadaye kidogo kwamba hivyo mlivyokuwa mnaishi sivyo. Thumma kalla, kisha narudia tena, sawfa ta'lamun, mtakuja kujua. Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, lau mungelikuwa mnajua kwa ilmu ya yaqini, yani ilmu isiyokuwa na shaka ndani yake. Ulama tafsir wanasema jawabu ya lau hapa, lau ta'lamuna ilma al-yaqin, jawabu lake ni mahdhuf, lama alhaakumut takathuru. Lau mungelikuwa mnajua kwa yakini baada ya kifo kinakuja nini, thamani ya Ramadhani ni kitu gani, nikifanikiwa kuipata Ramadhani hii vile ilivyo, thamani yake ni nini. Lau tungelikuwa tunajua kwa yakini, hatuna shaka,
lama alhana takathuru, isingelitupumbaza dunia na vilivyomo ndani yake, lakini kwa sababu hatujui. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Idhan inawezekana suu suhba, urafiki mbaya, ukawa wewe watu wako unaokaa nao ni watu ambao hawakukumbushi hayo. Ushasoma Qur'ani kwa kiwango kipi? Umejitahidi kwenye Ramadhani hii wewe kujua angalau sura moja katika zile sura ndogo ndogo, maana yake ile maana ikawa ukiswali unaisoma ile sura, unaihudhurisha kwenye moyo wako, na iwe hiyo hiyo ndo sura yako unayosoma kwenye swala zako zote, lakini unaisoma kwa khushui, maana yake unaijua. Ile qul a'udhu birabbin nas, maana yake unaijua kisawasawa. Tukawa tunasema alhamdulillah, Ramadhani hii imemzalishia huyu kujua maana ya qul a'udhu birabbin nas. Okay, qul a'udhu birabbin nas weka pembeni, ile alhamdu ambayo ni lazima uisome katika swala ile tu iwe imeleta maamuzi sahihi. Ramadhani hii mimi namaliza alhamdu naijua nje ndani, angalau kile ninachokisema kwenye swala nakijua nje ndani. Huna rafiki wa kukuhimiza hivyo wewe, hiyo ni miongoni mwa sababu Ramadhani hii itapita na itakwenda bure na isimletee Muislamu natija yoyote. Tafuta watu ambao mtahimizana, twendeni, tusomeni, tukae darasani tusikilize, tufanye. Tafuta watu hao. As-sahibu sahibun, kama walivyosema wenye kusema. Rafiki ni mwenye kuvutia kwenye tabia. Ukikaa na rafiki mzuri, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, sawa sawa na umekaa na muuza mafuta mazuri, kama hujanunua kwake kwa bei ya ofa atakayokupa wewe, rafiki yangu, hebu chukua kwa shilingi 10 au shilingi 20, au wengine wote nitauzia kwa shilingi 100, wewe rafiki yangu sana, shika hii. Kama hujanunua, basi angalau utatoka na zile harufu za wewe kufuatana naye sana, na watu waseme jamaa ananukia, mashaallah, anaonekana mambo yake vizuri. Hana mambo mazuri, rafiki yake ndo muuza mafuta mazuri, lakini kapata angalau lile lepelepe la harufu. Rafiki mbaya ni kama mtu ambaye kazi yake ni kupuliza moto, kuyayusha vyuma, nafikhil kir. Kama haja kuunguzia nguo zako kwa kazi yake anayoifanya, basi wewe utatoka na harufu mbaya, uende mbele za watu ambao unatoka wapi wewe, asema ndo rafiki yangu nilikuwa naye, ile mi harufu ya jikoni kule kuyayusha vyuma na hivi na vile, ndo unaondoka naye wewe. Basi hakadha ya Abdullah, rafiki mzuri katika mwezi wa Ramadhani ni kitu cha kuchagua sana, asiye kupumbazia muda wako. Ndugu zangu, mazungumzo haya ni mengi na muda wangu unakwenda mbio mbio. Naomba niruke baadhi ya vipengele ili nimalizie hutuba yangu hii. Kipengele ambacho nitakifungia mazungumzo haya ni alinshigalu bidunya wa zukhrufiha. Wingi wetu katika sisi, kitendo cha kujishughulisha na dunia na mapambo ya dunia kimetuharibia Ramadhani zetu sana. Imekuwa Ramadhani ni mwezi ambao watu wanajadili vipi watakuza vipato vyao vya kidunia, na hiyo ikawafanya swala zao za tarawehe si swala, si chochote, si lolote. Na wengine wakakosa, na wengine zile funga zao kwenye makazi yao wakaziharibu kwa mazungumzo yasiyofaa, kwa kutazama visivyofaa, na mengine yote yale yatakayokuwa ni kwa sababu ya kuhakikisha dunia yao inakwenda vizuri, bila ya kujali Allah anaridhika na utafutaji huu au bila ya kujali kwamba Allah haridhiki na utafutaji huu. Kujishughulisha sana na hii dunia, ndugu zangu wa Kiislamu, kunaweza kukakufanya ukakosa fursa adhima zinazopita katika maisha yako. Naomba nikusomeeni kisa cha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa Ansar. Wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomtoa Abu Ubaida kuelekea Bahrain kwenda kukusanya mali ya jizya kwa ahlul kitabi wanaoishi katika ardhi ya Bahrain wakati huo, masahaba wanajua aliyepewa jukumu hili ni Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wakawa wanamsubiri arudi kwa hamu. Abu Ubaida aliporudi katika ardhi ya Madina
na mali nyingi aliyoikusanya kutoka Bahrain. Masahaba wakasikia habari ile, na wanajua pale kutakuwa kuna mgawanyo utatolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakakithiri kwa wingi swala ya alfajiri inayofuatia baada ya anayehusika kurudi. Alfajiri inayofuatia wanajua kuna jambo msikitini, wakajazana mapema sana kwa wingi mno katika swala alfajiri ile pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomaliza sala, watu haraka haraka wamekimbilia kukusanyika mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam, riwaya zinasema fatabassam, akatabasamu sana Mtume sallallahu alayhi wasallam hina raahum ala hadhihi alhala, wakati alipowaona katika hali hii. Anajua hawa wanataka nini, anajua kilichowaleta kwa wingi mkusanyiko huu, zahma kubwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia maneno haya: adhunnukum qad sami'tum anna aba ubaidata qad qadima bi shay'in min al-Bahrain. Nadhani nyote nyinyi mumesikia habari ya kwamba Abu Ubaida amerudi Bahrain na amerudi na kitu, si ndivyo mambo yalivyo? Qalu bala ya Rasulullah, wakasema ndio ewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, au ajal ya Rasulullah. Faqal, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia abshiru wa amilu ma yasurrukum, basi nakwambieni msiwe na wasiwasi, msiwe na papara kwamba mali labda itagawanywa, huyu atapewa hivyo. Msiwe na papara, jipeni bishara, hiki kilicholetwa ni chenu, ni haki yenu nyinyi kama Waislamu, na kuweni na matumaini ya habari nzuri itakayokufurahisheni. Mtapata hichi kitu, msiwe na wasiwasi. Lakini maneno haya yafuatayo ndiyo maneno muhimu, ewe ndugu yangu Muislamu. Mtume anasema fa wallahi mal faqr akhsha alaykum, wallahi naapa kwa jina la Allah, ufakiri sio kitu ambacho mimi nakihofia kwenu. Maisha magumu, dhiki, utafutaji wa tabu, hilo silo jambo ninalolihofia kwenu. Walakinni akhsha an tubsata alaykum ad-dunya, mimi ninachokiogopa ni kuja kukunjuliwa dunia kwenu nyinyi, mabiashara yakafunguliwa, njia za utafutaji zikawa nyingi. Hili ndilo jambo ambalo mimi nalihofia kwenu enyi masahaba wangu, kama busitat ala man kana qablakum, kama ilivyokunjuliwa dunia kwa waliopita kabla yenu, walikunjuliwa dunia ile. Fatanafasuha kama tanafasuha, nyinyi mukaja mukawa mnashindana kuipata ile dunia, nani ataipata nyingi kama walivyoshindana hao. Sasa masikitiko yanaweza yakawa mshindano huo wa kushindana, nani atakusanya kingi, nani atamshinda mwenziwe kwa kuipata dunia nyingi, inawezekana ndani ya Ramadhani. Hofu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hofia mtakuja kushindana, mtasahau ya muhimu, mnakimbilia kwenye hili jambo kama walivyoshindana wao. Matokezeo yake ya kushindana hivyo, fatuhulikakum kama ahlakatuhum, dunia hii ikakuangamizeni kama ilivyowaangamiza wao. Maangamizi ni nini? Kuna maangamizi Mwenyezi Mungu ateremsha adhabu awaangamize watu, yako ya sampuli hiyo, na kuna maangamizi ambayo yanahusu umma huu, si yale maangamizi ya Mwenyezi Mungu alete malaika abirue juu chini. La, kuangamia ni kule kuondoka Ramadhani. Mathalan, Ramadhani inaondoka na Lailatul Qadri imepita, halafu mimi au wewe hatukunufaika na ule usiku mmoja. My friend, usiku mmoja utakao kuzalishia profit ya miaka 83. Ukikosa usiku huo, jibu wewe, kaangamia hakuangamia huyu. Iwe sababu ya kukosa huo usiku ni dunia yake, imemshughulisha, amekwenda akarudi, kachoka, kalala, imemwangamiza haikumwangamiza huyu, ya akhi, imemwangamiza huyu. Haya ni katika maana ya kuyabeba maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hofia itakunjuliwa dunia kwenu kama ilivyokunjuliwa kwa wale, mtaishindania kama walivyoishindania wale, itakuangamizeni kama ilivyoangamiza wale. Haya maneno ni maneno mazito yenye ndugu zangu wa Kiislamu. Ramadhani inakuja, tumebakisha siku chache,
Tuchukue maamuzi ya kweli kweli kwamba Ramadhani hii ni ufunguo wa kubadilisha maisha yetu kama sisi ni waislamu wa kweli kweli. Insha Allah taala aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ثانية فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا. Ndugu zangu wa Kiislamu, nakuhusieni tena kwa mara ya pili katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kuzidi kuhimizana kutumia nyakati zetu, mali zetu na kila kilichokuwa chetu ili kitunufaishe katika mwezi wa Ramadhani unaokuja. Milango ya pepo iko tofauti. Mwenye mali atumie mali yake katika kujinufaisha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Asiyekuwa na mali atumie muda wake. Mwenye nguvu atumie nguvu zake. Mwenye ilmu atumie ilmu yake. Chochote alichokupa Allah tumia kujifungulia mlango wa pepo. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala inna sa'yakum lashatta, hakika juhudi zenu na bidii zenu ziko tofauti. Kwa hivyo kila mmoja apambane kwa hali yake na uwezo wake kutafutia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Usilazimishe uwe kama mimi wala mimi nisilazimishe kuwa kama wewe. Kila mmoja atafute pepo kwa kiasi cha uwezo aliyompa Allah. Fattaqullaha mastata'tum, mcheni Allah kadiri muwezavyo kwa nguvu zenu zote. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.